Haleluya. Ni kazi ya mikono yako. Twende. Mfano wako. Sisi sote. Ni kazi ya mikono yako. Tumeumbwa
hallelujah. Tingane badiki deni basi. Hallelujah, hallelujah. Leo kuna furaha. Pangusa macho ili uone mbele. Pangusa macho ili uone mbele. Utacheka tena. Maana masani, maana mabiro next. Hii ni introduction. Hallelujah. May God bless you abundantly. Kwa winjo wa Nyasaye matin. Angeni kaune dadi wacho ni wadakiga kike kama was experience be wandoka to youth Sunday be wandoka. Kopo dada wero wa imbaji bado wako wengi. Amen. Ayo. Tibadi kamana Yesu wote. Poropek. Amen. May God bless you. Amen. Okipame lweti matek lejo praise worship. Wana wako teaching Nikelo na code Anne. Tutapata kukaribisha mafunzo ambayo italetwa na dada yetu Anne. Ayapa wapo waletika Anne Biro. Pata kupiga mkono Anne akipata kuja. Amen. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Who is happy this morning? Na nani akuna furaha na asubuhi? I will be very fast in our today's teaching. Nitakuwa wa haraka ama wa kasi katika mafunzo yetu ya leo. Our theme is don't let the world decide who you become. Na mada yetu kuu ya leo ni ya kwamba usiache ulimwengu ifanye unakuwa nani katika maisha. And our today's key text is from the book of Romans 12 verse 2. Na kiini kinatoka kwa kitabu cha Warumi. Romans 12 verse 2. Warumi mlango wa 12 mstari wa 2. And I will read it. Na nitapata kuisoma. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen? Amen. Let's bow down for a word of prayer. Almighty and our living Master, we come before you this morning, O God. As you are going to hear from your word, may you give us wisdom and understanding, Almighty Father. It is in Jesus' mighty name I pray and believe. Amen. Okay, so our today's verse is Romans chapter 12 verse 2, which says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Amen? Amen. And I will connect it with the story of Daniel. Most of us know the story of Daniel. Na nitapata kuinganisha na ile hadithi ya Danieli. Daniel was a very young man. Danieli alikuwa mtu mdogo when the Babylonians conquered Judah. Na wakati Wanababiloni walipata kuvamia kule Juda. Together with other young people. Na akiwa pamoja na wengine wadogo. He was taken away to Babylon. Akapata kupelekwa mbali kule Babiloni. King Nebuchadnezzar na mfalme Nebukadneza wanted this young man. Akafanya wale wana wadogo. He wanted this young men to be Babylonians in each and every way. Aliwataka wakuwe wa Babiloni katika njia ile yoyote. They were taught new language. Wakapata kufunzwa lugha mpya. They were given new names. Wakapata kupewa majina mapya. And even education. Na wakapewa mafunzo mapya pia.
The goal of Nebuchadnezzar, na nia ya yule mkuu Nebukadneza was to make them to forget who they are. Ni ya kwamba wasahau ni akina nani. Daniel and his 3 friends, Danieli na marafiki wake watatu, who is Anania, Mishael and Azariah, ambao amewasema Anania, Mishael na Azaria. Remember their names were turned to Meshach, Shadrach and Abednego. Na majina yakabadilishwa zikawa Meshach, Shadrach na Abednego. All these 4 friends were under pressure. Na walikuwa kwa shinikizo hawa marafiki wanne. And refusing to do what the king wanted. Na kutokubali kufanya yale mfalme alitaka. Could have costed them their education. Ingewa gharama mafunzo yao. Or even their future. Ama hata ile kwenda kwao vyema. And even their life. Ama hata maisha yao. But Daniel made one decision. Lakini Danieli akakata kauli moja. And there's a verse in Daniel chapter 1 that says, I will not compromise my convictions. Ya kwamba mimi sitapata kuweka yale naamini chini. Daniel refused to eat the food that they were given there. Danieli akakataa kula yale alipewa. And he told that guard that they should be given just water and some vegetables. Akamuuliza muulinzi ya kwamba wapewe tu maji na wapate kupewa majani. He did not care whether this decision will tamper with anything. Hakujali kama ile kauli ingepata kuharibu neno. He just stood his ground. Akapata kusimama katika kauli zake. And by this, na kupitia haya God honored that decision. Na Mungu akapata kuipa ukuu hiyo kauli. And Daniel and his friends became wiser than everyone else in the kingdom. Na Danieli nao wakawa wenye maarifa mengi kushinda kila mtu pale katika ile ufalme. What do we learn from this story? Ni nini tunajifunza katika haya hadithi? Number 1, kitu cha kwanza, the world will always try to shape you. Ya kwamba ulimwengu kutafanya ya kwamba ikufanye ukuwe mtu mwingine. But what that the Bible tell us in the book of Romans 12:2, do not conform to the patterns of the world. Ya kwamba msiende na mienendo ya kiulimwengu. The word conform just means that just squeezing yourself in a form that is not you. Ni kama kuiga, msiige, kuiga. In us as youths, sisi kama wanarika, we might experience this each and every single day. Tunaweza pitia haya kila kukicha. The pressure of belonging. Kuna ile shinikizo ya kuwa mahali. Being like others. Ya kwamba kuna shinikizo kukua kama mtu mwingine. Doing something because others are doing it. Unashinikizwa utende jinsi wengine wanatenda. But you should know that not because everyone is doing it. Lakini lazima ujue si ya kwamba kila mtu anaifanya it is right. Si kwamba ni sawa. Not because everyone is doing it is right. Haimaanishi ya kwamba kama kila mtu anaifanya iko sahihi. A group might be following the wrong direction. Watu fulani ama umati wanaweza fuata upande fulani. And you can decide to stand your ground and do the right thing. Na bado unaweza simama peke yako na ufanye yale yanafaa. Even social media might create some pressure in our lives. Hata ile mtandao inaweza leta shinikizo katika maisha yetu. You may compare yourself with some of the influencers. Unaweza jilinganisha na wale siku hizi wanaita influencers. And you might even believe that I'm not doing enough. Na unaweza ona ya kwamba mimi sifanyi yanayofaa. I am not beautiful enough. Mimi si mrembo kiasi hiki. I'm not successful enough. Mimi sijapata kufanikiwa kiasi hiki. I'm not rich enough. Na mimi sina mali kiasi hiki. Because you are seeing that influence of your age is much far than where you are. Kwa sababu unaona ile shinikizo ama yule ambaye unajilinganisha naye ako mbali na wewe uko nyuma. And just like the story of Daniel, na hivyo tunaelezwa katika hadithi ya Danieli. Daniel was in Babylon. So you as a youth, you should ask yourself, where is your Babylon? Na Danieli alikuwa kule Babiloni. Sasa wewe mwanarika unafaa ujiulize Babiloni yako iko wapi?
Your Babylon might be your school. Babiloni yako waweza kuwa kule shuleni. Your school might try to change who you are. Inaweza fanya ibadilishe mtu ambaye wewe upo. Your Babylon might be your university. Inaweza kuwa chuo kikuu. Your Babylon might be your workspace. Chako kaweza kuwa mahali unafanya kazi. Your Babylon might be social media. Chako inaweza kuwa mtandaoni. But the question is, lakini swali kuu ni, will you allow pressure to decide who you become? Je, utafanya shinikizo ikufanye mtu mwingine? And our lesson 2 is, your small decision determine your future. Na cha pili, amen. Your small decision determine your future. Kile kauli chako ndogo inapata kuchangia kwenda kwako vizuri. Daniel's decision was very small. Ile kauli ama kukata kauli ilikuwa kidogo. He just decided that he won't be taking the food that he will be given by those guards. Ya kwamba yeye atakula tu chakula ambacho atapewa na walinzi. He decided that he will be only taking vegetables and water. Ya kwamba atakula mboga na apate kunywa maji. And at the end of it, he was given 1 week, and when the guards came back, he was much healthier and wiser than the rest of the people who were eating very good food. Na baadaye wakati walinzi walikuja wakapata wako na afya nzuri kushinda wale wengine. Because you might ask yourself that, what difference that food make? Unaweza jiuliza ni tofauti gani chakula inaleta? It was a very small decision. Na ilikuwa kauli kidogo sana. But to Daniel it defined a very big thing to him. Lakini kwake ilimaanisha kitu kuu. And you should remember that small decision become habits. Ya kwamba kauli ndogo inakuwa tabia. And habits become character. Na tabia inakuwa utu. And character shapes your destiny. Na utu inapata kuelekeza mienendo yako. Us as young people who are sitting here, sisi kama wadogo ambao wameketi hapa, you might make very small decision. Unaweza kata kauli nyingine ndogo sana. Just lying. Ya kwamba umedanganya. Being disrespectful. Ya kwamba hauna heshima. And it might cost you something that you cannot even imagine. Na inaweza ikachukua kitu kuu katika maisha yako ambayo ni ajabu. We should be like Daniel and choose integrity. Ya kwamba tuwe kama Danieli, tuchukue ile kusimama wima. More than promotion. Kushinda kupandishwa ngazi. And our lesson 3 and the last one is, you can stand alone and still succeed. Ya kwamba cha tatu ni unaweza kaa peke yako na upate amen. You can still stand alone and succeed. Ya kwamba bado unaweza baki mwenyewe na pia upate kwenda vyema. You know, one of the greatest fear among us young people, uoga ambao tuko nao watu wadogo, is being different. Ya kwamba tunataka tuwe tofauti. Nobody wants to be laughed at. Na hakuna mwenye nataka achekelewe. Nobody want to lose friends. Hakuna mwenye anataka akose marafiki. No one want to feel left out. Hakuna yule anataka aachwe nyuma. But Daniel teaches us that standing alone is not being the same as being alone. Ya kwamba kukaa peke yako, kukaa mtu mmoja kukaa peke yako, standing alone is not the same as being alone. Kusimama peke yako haimaanishi umeachwa upweke. Even if everyone around him accepted the Babylonian culture, hata kama kila mmoja pale alipata kuiga ile utu ya Babiloni, Daniel decided to be different. Lakini yeye alikata kauli akue